Katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya ardhi na makazi ambapo kilianza tarehe 19 mwezi huu kilipofunguliwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah katika uwanja wa Amani mjini Unguja, tamati yake ambapo mgeni rasmi katika kilele hiki ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Dr. Hussein Mwinyi amesema awamu zote zilizopita hadi kufikia sasa zimetekeleza kwa umakini kazi, ingawa idadi ya watu inaongezeka kila siku. Hivyo wilaya na mikoa zina haki ya kuhakikisha watu hawajengi ujenzi holela. Amesema serikali itaongeza wataalamu wa kufanya kazi sambamba na kununua vifaa vya ujenzi ili kuongeza kasi katika ujenzi na kuondoa changamoto za migogoro ya ardhi. Baada ya mapinduzi ya mwaka 64, serikali iliweka mkazo katika ugawaji wa ardhi kwa wananchi ili waweze kujikwamua kiuchumi pamoja na kuwapatia makazi bora mijini na vijijini. Awamu zote za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar zilizokuja baada ya hapo ziliendeleza azma hiyo. Kwa hakika nimefarijika kuona wiki ya ardhi na makazi imekuja na kauli mbiu isemayo matumizi bora ya ardhi na makazi ni chachu ya maendeleo. Ujumbe huu unahamasisha juu ya umuhimu wa kutunza na kusimamia ardhi yetu kwa matumizi ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Sote tunafahamu kwamba ardhi ya Zanzibar ni ndogo na haiongezeki, ingawa idadi ya watu inaongezeka kila siku. Hivyo ni lazima tuwe waangalifu katika matumizi bora ya ardhi yetu. Aidha, ujumbe wa maadhimisho unatilia mkazo haja ya kuongeza jitihada za serikali za kuhakikisha maeneo yote ya Zanzibar yanapimwa ili kuweka mipango mizuri ya matumizi ya ardhi katika ngazi zote kwa lengo la kuondokana na ujenzi holela na kukabiliana na kesi za migogoro ya ardhi. Hivyo ni wajibu wetu kama serikali kuitambua na kuipangilia vizuri ardhi yetu ili shughuli zetu za maendeleo zikiwemo kilimo, makazi, viwanda na nyinginezo ziweze kufanyika kwa ufanisi na tija. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, hapa Zanzibar tunayo sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ya usimamizi na utawala wa ardhi na makazi. Ni dhahiri kuwa utekelezaji wa usimamizi wa miongozo hii katika ngazi zote za shehia, wilaya na mikoa pamoja na wananchi kwa ujumla utasaidia kupunguza changamoto zilizopo za ujenzi holela pamoja na migogoro ya ardhi. Hivyo naiagiza wizara kusimamia vizuri utekelezaji wa sheria hizi ili tuweze kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Serikali itaendelea kuwekeza na kutafuta fedha zaidi za kuendeleza miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za makazi katika maeneo mbalimbali, hasa kwa kuzingatia mafanikio tuliyoyapata katika kuimarisha miundombinu ya barabara, viwanja vya ndege, bandari na sekta nyingine ambazo ni vichocheo vya uchumi wetu. Hivi sasa serikali imeamua kuwekeza katika miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za kisasa ili kuweza kukabiliana na tatizo la makazi yasiyoridhisha na kuondokana na ujenzi usiofuata taratibu. Na waomba wananchi tushirikiane kwa pamoja kuhusu swala hili ili tuweze kuwa na makazi bora na matumizi mazuri ya ardhi ndogo tulionayo. Kufuatia kilele cha maadhimisho ya wiki ya ardhi na makazi, Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Mheshimiwa Rahma Kassim Ali ametoa shukurani zake za dhati kwa wote walioshirikiana nao katika kufanikisha jambo hilo, ikiwemo Kamisheni ya Ardhi sambamba na Shirika la Nyumba Zanzibar. Umiliki wa ardhi kifungu cha 3 ya mwaka 92 inasema Mheshimiwa Rais ya Zanzibar, sheria ya Zanzibar inasema Mheshimiwa Rais yeye ndiye msimamizi mkuu wa ardhi. Kwa hivyo tunakushukuru sana Mheshimiwa, hapa umekuja kutunga mkono lakini umekuja kwa jambo lako mwenyewe. Lakini washukuru sana taasisi zote zile ambazo tumeshirikiana nazo. Zimetajwa, siwezi kuzirudia tena, ambazo tangu mwanzo, tangu tarehe 19 tuko pamoja katika hili jambo letu muhimu. Lakini pia nishukuru Wizara ya Ardhi na Nyumba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano wao mkubwa katika haya mafanikio, na wao pia na mkono wao. Tumekuwa tukishirikiana sana
katika masuala ya kubadilishana uzoefu, ya utaalamu na mambo mengine. Kwa hivyo nao nashukuru sana katika kwa pamoja, lakini pia tumeingia MOU kwa ajili ya kufanya mashirikiano haya. Kwa hivyo tunashirikiana kwa upande wa ardhi, lakini pia tunashirikiana kwa upande wa sekta ya makazi. Tukushukuru sana kwa upande wa shirika la nyumba. Mheshimiwa, shirika la nyumba tulijua hali yake ilivyokuwa. Halikuwa kujenga nyumba hata moja. Lilikuwa linafanya matengenezo tu, mara nyumba ya Mji Mkongwe, mara si nyumba gani, lakini alhamdulillah tumeanza. Siwezi kuzitaja kwa sababu miradi hiyo kila mara na inatajwa. Tumejenga sehemu mbalimbali, wapi huko Kisakasaka, Mombasa, tunaendelea na nyingineyo. Lakini pia Mheshimiwa, tukushukuru, zile nyumba ni bei nafuu. Niseme kwa nini bei nafuu? Kwa sababu kwa mfano nyumba za kwa Mchina, kiwanja pale kwa Mchina, kiwanja tu unanunua milioni 100 au 150, lakini ile nyumba unanunua 130 au 150. Kwa hesabu za haraka unaona nyumba ile ni rahisi kuliko ungeenda kununua kiwanja. Kwa hivyo nasema bei nafuu kwa sababu kuna mambo mengi, kwa sababu kwanza kuna mkopo wa muda mrefu, unapewa. Ilikuwa inanihusu kero ya ardhi ambayo ndio imenileta hapa, lakini baada ya kupata elimu kwa kweli nimefarijika sana katika kupata haki zangu. Sasa hivi nimepata elimu. Nilikuwa nakwenda wilayani kwa mkoa lakini hakuna liwalo, lakini leo hii baada ya kupata elimu nimekuwa kwa karibu zaidi kufuatilia. Tangu ziara hii nimeanza kufuatilia zoezi hili tangu Mtende. Leo Amani hapa, nimekuja siku ya pili hapa, nimekwenda Maungani ambako Mheshimiwa Rahma Kassim Ali, waziri wa ardhi, alitoa vyeti vile na pamoja na upimaji. Kwa kweli nimefurahi sana na sasa hivi na hakika haki yangu itatendeka. Kwa kweli tulikuwa tunafanya makosa kwa sababu tunaibebesha serikali mzigo mkubwa na tulikuwa hatuna uelewa, lakini sasa hivi nafikiri hata mimi binafsi ujumbe nitaufikisha, tusibebeshe serikali mzigo mkubwa ili tupate kuletea maendeleo, tusibebeshe serikali mzigo mkubwa. Mheshimiwa Rais kazungumzia mambo mengi na muhimu kwa nchi. Kazungumzia ujenzi holela, lakini pia kazungumzia mipango ya miji, kazungumzia serikali inapotaka kufanya jambo la maendeleo inakuwa inatumia fidia nyingi kuwapa watu ambao hawahusiki. Watu wanajenga bila hati, wanajenga bila vibali, yani wanajenga hovyo. Kauli ya Mheshimiwa Rais inaweza kutimia kwa malengo alojiwekea kwa nchi. Jambo la kwanza ni kwamba wananchi lazima wafate utaratibu wa ujenzi na wafate mipango miji inaelezaje katika mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi. Matumizi bora ya ardhi na makazi ni chachu ya maendeleo. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.